Na bila shaka mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kudra za Mwenyezi, tumewasili tena kuweza kuangazia masuala ambayo yanachipuka hapa nchini Kenya. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari kuanzia jana na hii leo bado zinaendelea kuwa pamba moto katika anga za siasa na vile vile za nchi ya Kenya. Mpenzi mtazamaji, ikiwa ni mara yako kwanza unatazama bunge la wenyeji, na hii leo tukiangazia maandamano yamekuwa kichwa cha habari, ambapo kila vyombo vya utangazaji vinaripoti maandamano ambayo yalifanyika kuanzia wiki iliyopita na jana pia viliweza kufanyika, ikiwa ni siku ya leo ambayo tunaangazia. Kuna moja kati ya watu ambao waliweza kupigwa risasi na polisi, na nasema kwamba polisi aliweza kuleta machafuko, na pia nimeona wenzangu kwenye vyombo vya habari wanaendelea kuchangia na kusema kwamba baadhi ya ghasia ambazo zilichipuka, kuna wale ambao walikuwa wanaharibu tu maandamano ambayo yalikuwa yanafanyika na yalikuwa maandamano ya amani, ili kuweza kumomboleza kwa njia bora Albert Ojwang na vile vile pia kuweza kupinga mswada wa fedha wa mwaka huu. Bila shaka mpenzi mtazamaji, tunapoanza mazungumzo haya, wewe unahisi kwamba maandamano ni njia bora ya kuweza kupata suluhu? Na ikiwa basi masuala kama haya yanaendelea kuchipuka, basi hali ya taifa la Kenya itakuwa namna gani? Kuna swala ambalo tulikuwa tumegandia pia la Mukhwana kuweza kutoboa siri ya kile kilichozuka wakati ambapo Ojwang alipoiaga dunia. Mpenzi mtazamaji, ikiwa una maoni kabambe kuhusiana na masuala kama haya, tafadhali unaweza kutuma ujumbe mfupi kwenye mitandao ya YouTube na Facebook. Tupo live bunge la wenyeji, Police, Gangs and Goons. Asante sana kiongozi kuweza kutenga muda wako ili tupate mazungumzo haya. Habari gani? Salama sana Sismo, na nimeshukuru sana kujumika nanyi hapa leo, na of course kuongea pia na wananchi na vijana. Kweli. Kwa sababu unajua saizi Kenya mambo inaanza na inaisha na vijana. Indeed. And of course see youth and vijana at large, they are the majority. Indeed. So asilimia 70 si asilimia kidogo kabisa. Agogo, umekuwa kwa sekta ya siasa kwa muda mrefu sasa. Unapoangalia jinsi mambo yalivyo, tunaelekea mbele ipasavyo? Vile mambo kwanza niruhusu kusema kuwa tunaelekea pala pazuri. Ni vile tu sasa vile tunafanya juu mara mingi wanasema ukicriticize juu tuko na sheria pale katika katiba letu, na kabla tu criticize lazima tu criticize na some objective. Tunasema ile lugha ya kimombo inasema you criticize objectively. Juu unajua mara nyingi ukienda ku criticize but then without a proper plan inazaleta shida. Tukikumbuka last year 2024 finance bill, vile vijana walifoka na wakaenda pale pale kwenye streets na wakaandamana. Rais ile wakati wa Rais Ruto alienda juu ile pressure ilibidi afanyaje, fukuze mpaka hata waziri wake wengine. So ndo maana mimi nasema tukiandamana, which is really good, and Kenya in Africa and East Africa is one of the leading countries I'd say when it comes to democracy, and through that kuandamana pia inaonyesha kuwa demokrasia yetu kama nchi imekomaa ama inazidi kukomaa. Shida tu ni vile maafisa wetu wa polisi wanatumia nguvu nyingi kupiga waandamanaji, na unajua waandamanaji ukiangalia vizuri wale wamekuwa so peaceful. So mtu mwenye akona simu amebeba maji, why would you use force? Why would you use if it's maybe rubber bullet or maybe bullet tu kuwapiga? Na mara nyingi tena unapata pia polisi wenyewe wananchi wakienda pale kuandamana wanatetea hata pia wakienda pale. So it's something that it's a collective responsibility, and I hope and pray that our police force and of course through our executive will be able to kuangalia tu na wajue kuwa this is the way to go around it kabisa. Na tukiangazia swala hilo ambalo tulikuwa tumelitaja hapo awali kuhusiana na yule mwanamume aliyepigwa risasi katika maandamano hayo, na nimeona kila mmoja anachangia. Hata tulipoingia kuna wale baadhi ambao walikuwa nasema kwamba haikuwa hali nzuri na ilileta hali ya utata. Unahisi kwamba polisi yule pia alikuwa amejawa na ghadhabu kuhusiana na swala hilo, ndiposa lazima angefetwa? Ukitazama ile video kwa kina utapata kuwa polisi alikuwa na makosa, na pia naweza sema kidogo, unajua
hiyo siku kwanza kulikuwa na posters zilikuwa zinaenda online ukisema kuwa Tuesday we are in it. Hata saizi leo ni tarehe leo si ni tarehe 17. So utapata by next week kuna hiyo pia inaendelea about 25th, right? Sasa utapata pale ukienda maybe Kani town hata watu wenye wametuajiri wale waajiri wetu ni vizuri kufanyaje kusema leo staffs wetu ama hata watu wenye tunafanya nao wafai kwenda kazini. Unaona, moso kama lazima ufike town ndo uingie kazini. Unaona, so pale polisi unajua pale akienda pale aligadhabika na kuona ule mwenye alikuwa anauza huyo vendor mwenye alikuwa anauza mask akafiatua kibati. Unajua uwezi jua ungejua intention yake. Juu pia kuna pia ukiangalia pia kuna social media, kuna photo pia inaendelea pale, kuna picture pale inatembea pale social media. Ni kama walikuwa wamemspot huyo vendor. Unaona, so swali ni swali ya kwanza, ilikuwa riski sana pia kwa vendor kwenda kuuza mask. You see that because at the heat of everything kwenda pale ilikuwa kuna risk maisha yako. Na pia unajiwezi mlamu juu maisha pia imekuwa ngumu. So do you think the vendor will provoke your police? Polisi sasa unajua mara nyingi sisi tumekuwa pale kwenye nini hiyo peaceful protest, peaceful just picketing which is our right in the constitution. So mara nyingi ukijipatanga pale na umejipata polisi unajua umekimbia wakatoka pale na wakakutana na wewe peke yako, anatoa hasira yote kwa mara nyingi wanafanya hivyo. Sasa atafiatua hivyo. So ilikuwa makosa na ilikuwa makosa kwa sababu unajua ule kijana ule vendor alikuwa amesimama pale peke yake, hakuwa amebeba hata silaha tu kuona, yeye alikuwa silaha yake ilikuwa tu hiyo mask. Na hata alikuwa ameinua mkono hivi kuonesha kuwa hana shida. So hapo polisi walifanya naweza sema walitumia too much force and I pray that IPOA watafanya mambo na justice itapatikana kwa ule vendor. Thank you. And si mara ya kwanza ambapo tunashuhudia kwamba maafisa wa polisi wanatumia nguvu zaidi kwa waandamanaji na pia kwa wanakijiji. Kuna visa ambavyo vimetukia kuanzia mwaka jana hadi sasa bado tunaangazia. Kwa maoni yako kuhusiana na jinsi polisi wanavyotumia nguvu zaidi, unaona kama bado tuko na hali ya kuweza kuwekwa katika hali ya usalama hasa kama wananchi? Polisi wetu sielewi shida juu saizi hata baada tujamaliza story ya Ojwang bado ule mwenzetu ule ambaye alichukuliwa kwa ile namna ambayo ieleweki, akaenda akashikwa na baada hapo tukasikia kifo chake katokea. Baada hapo tena tukapata kuwa jana tu hata bado mambo hajaisha, ule bado deputy IG pia bado anaangaliwa IPOA, courts bado pia wanaangalia mambo yake, lakini tukio kama hilo likatokea jana. Na pia naweza sema polisi wamepatiwa wako na ile huru, wako na mpaka ya kufika wakijaribu kuzuilia ama maybe just to ensure that kuna hiyo safety na vitu zisiharibike. Lakini hakuna mahali wameambiwa watumie live bullet kuumiza ama maybe kuprotect wananchi wakati wanajaribu kuongea mambo yale ambayo wanafikiria si mzuri na mambo ambayo yamekwata katika katiba. No, so you think that was too much. You think that your story ya polisi ilikuwa a careless move? No, it was a careless move. And you see now it is not the first time they are continuing to kuendelea kufanya makosa kama yale. So that can tell you, inaweza kuambia mali tuko kama nchi na tukiangalia hali yetu ya usalama na wenye wanafaa watulinde. Mpaka pale kwenye social media unapata mtu anasema condom is more safe than the police. Hiyo sio jambo la kawaida. So na polisi wanafaa ichukulie kwa umakini juu kitambo tulikuwa na police force, sasa tuko na police service. Police service sesmo you are good in Kiswahili. Service si force, si kutumia nguvu nyingi. Sasa wanafaa watumie hiyo police service. It's not a police force, it's a police service. Na tukiendelea na gumzo hili, kuna wakati ambapo tutazungumza kuhusiana na nini ilifanyika hadi tukafika kipindi kama hiki na ni kwa sababu gani pia tunashuhudia masuala kama haya. Pengine pia nyumbani maafisa wa polisi wanapitia makubwa zaidi na pia wakati mwingine inalemaza jinsia ya kufikiria. Hapo awali tukizungumzia story ya Ojwang walikuwa wanasema kwamba kuna ile
command ambayo inapatiwa kwa maafisa wa polisi that no matter what you have to do this, and of course to be placed in the limelight ya kwamba ukikosa kufanya hii tutaanza kuchibua visa ambavyo ulivifanya wakati ambapo tulikupatia kazi ya kufanya ukaharibu. Kwa hivyo wewe ukitimiza ama ukifanya kitendo kama hicho, angalau tunaweza kuanza kupiga story ya kwamba wewe hii story tunaweza itupilia mbali, sivyo? Kusafisha jina yako. I think umeshuhudia masuala kama hayo, na ndiposa story ya huyu anaitwa Killian Kingsley, yeye kufanya kazi kama ile, huenda kulikuwa na rapture ambayo iliweza kuibuka wakati pale ambapo alikuwa, ndiposa command ile ilipotoka alikuwa tu anajaribu awezavyo ili kusafisha jina yake, ndiposa mambo yasiweze kuharibika. Wewe fanya kitendo hiki ambapo tutasema tu wewe Kingsley ndio uliweza kusika, sio idara yote ya maafisa wa polisi. Lakini ukiangalia maandamano ya hapo awali, kulikuwa na goons ambao pia walikuwa katika maandamano hayo. Ni nani aliweza kuajiri kazi na ni nani aliweza kuwapatia hiyo nafasi ya kuweza kuharibu maandamano ya amani? Sasa vijana wale, mimi nilishtuka sana wakati maandamano ilikuwa inaanza, nikifollow pale live kwenye maybe tuseme kama ni televisheni ama pale YouTube. Dakika kidogo nikapata vijana wamejaa kwenye street na mabaiskeli, motorbikes. So nashtukia dakika kidogo tena wengine wamebeba vijiti, virungu. So unajua mara nyingi maandamano ikishafikanga mali imefika, unapata pia kuna hiyo political influence inaingilianga ndani. So siasa ikishaingilia kitu yote ama jambo lolote, sasa inakuwa inaharibu. Juu unapata wakati ambao vijana wa Gen Z walianza the first Gen Z revolution, wakianza, it was so pure. haikuwa about you know kabila, sijui ni Mkikuyu, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkamba, Mluya. Ilikuwa about vijana na youth, na zile shida ndio ilikuwa napeleka vijana kwenye maandamano. Lakini sasa baadaye siasa ikaingilia kati. So wakati wote siasa ikishaingilia kati, jambo lolote ina water down, ina dilute kila kitu. So seeing those youth, seeing the vijana kwenye street na kubeba marungu, that was, I think hii ilikuwa so unfortunate. Kwani nani ameandika kazi? Unajua lazima kuwe na inasemangaje, the right data, the right information to say that huyu ndo alimwandika kazi, huyu ndo ameandika kazi. Lakini sasa kama huko sure unajua, huwezi jua. Lakini sasa kuna pia majina ilikuwa natajwa, lakini sasa huwezi sema ni yenyewe ni huyu ndo ameandika kazi. Lakini kuhusiana na swali hilo, ambapo vijana hawa wanajua kwamba kuna mambo fulani ambao Wakenya wanalilia na wanataka iweze kurekebishwa, lakini bado pia hao ndio baadhi ya Wakenya ambao watatumiwa kwa shilingi kidogo tu kuweza kuharibu ghasia hizi. We want a better future for tomorrow, but yet sasa kuna wale baadhi ambao wanaharibu mambo kama haya. Unahisi bado hii changamoto ya kuweza kuinvolve goons into these peaceful demonstrations ndio bado inatulemaza kuweza kupata uhakiki kwamba these demonstrations are really embracing the fact that we need change? Shida, goons wanaingilia wakati ambao ukabila inaingilia kwa siasa. Sasa shida, ukabila kishaingilia sasa inakuwa hivyo. Na kitu mzuri ulikuwa unaona vile walianza hivi, vijana pia wakajiunga na wakawashindana nguvu at some point. Lakini ni jambo ambalo it was so disappointing, naweza sema hivyo kwa lugha ya Kimombo. And I pray that even our youths, unajua juu sasa mara nyingi wanasiasa akishakutumia amekupatia hiyo pesa kidogo yenye unasema hivyo, after hapo umesikia fiti, then ukirudi nyumbani umeenda unakaa pale home unabaki hakuna kitu yote tena. Sasa tena umerudi uko juu ya mawe. So vijana pia kabla watumie, kama watumike vibaya, lazima tuangalie jinsi ambayo wanasiasa wanatutumia. So it's just a common sense, ujue hii ni mbaya, hii ni mzuri. Lakini pia shida yenye tuko nayo ni ukosefu wa ajira. Unajua hiyo ndio pia inaleta hiyo. So unajua ukienda pale mtaani, ukienda pale pale mtaani mali tunatoka, unapata vijana kujuu ya mawe. So hakuna shughuli ama maybe kitu ya vijana kufanya. So unajua pia hiyo pia wanasiasa wanachukua advantage. Wakishachukua advantage ya kupatiwa kitu kidogo huko, kana wa motorbike, wakishaekewa maybe hata kani fuel, hiyo imeisha hivyo. Wakishaekewa hivyo fuel, sasa unapata hiyo ndio inampeleka
anajua sasa siku yake imeisha ama maybe at the whole week. Kabisa. And you see hiyo si sustainable. Na at the end of the day shida ikitupata ni sisi wote. Kwenda kununua pale unga ni same, hakuna unga ya Mjaluo, hakuna unga ya Mkikuyu. Nafurahia sana kwa sababu hakuna vijana ambao ni goons wa jinsia ya kike. Nimeona tu ni wavulana pekee yake ndio wanajitosa pale vile vile, lakini ukiangalia waandamanaji ni both genders. So niliwaonea huruma sana hawa magoons wakati ambapo yes of course time ya ku disrupt hii maandamano, it's really impactful, it's ina make sense your time. But sasa ukishikwa nili feel wow, it's so bad the way of course walikuwa wanakuwa handled ama guns. Mazidos niliwaonea huruma sana kwa sababu unapata wanabodaboda pia wanawapitia juu, wanawapiga, kila mmoja anatumia style yake ya kuwapiga na wanawalemaza. Kwa hivyo ile hali ya hatari ambapo pia wanajitosa kwenye ulingo wa waandamanaji. Iwapo mambo yataenda segemnege, it means there will be a crisis at the end of the tunnel. Lakini hao ni ambao wako kwa ground. Kuna hao wana bodaboda sasa ambao pia ni magunzi ambao pia wamekuwa hired kuweza kuharibu maandamano haya. Hayo ni masuala ambayo yanapaswa kuangaziwa kwa kila wakati, na ni vizuri pia kuweza kutake consideration ya hao wanaochafua maandamano na kuweza kuleta picha tofauti. Lakini Agogo, hebu tumzungumzie Kingsley Barasa. Nimeona kuna post ambayo ina trend, wanasema kwamba msalimieni, ya kwamba hangefanya kitendo kama hicho. We mahali ulipo unahisi Kingsley anafikiria namna gani sasa? Kingsley mali yuko juu kama ni kweli vile alipeana wajanika alienda kakubali, nienda alifyatua risasi. Yeah, so you see by so doing he must be regretting nikaa cause ile za mbona alifanya hivi. Yeah, and or maybe hakujua inaweza tokea hivyo vile, hakujua inaweza mpiga kichwa, inaweza hakujua like hiyo mambo ingekuwa hivyo moto vile saizi iko na jamaa mambo Albert vinaliwawa like hiyo kwa everywhere like ndo news saizi Albert mambo Albert unajua ndo news saizi. Na hata jana ungesikia hizo interviews za vijana walikuwa nasema wale wako pale juu ya justice to nani, to Albert. Yeah, so vile litendeka na the intention like vile alikuwa naongea ni kama haikuwa awawe, lakini sasa nguvu nyingi venye ilikuwa hivyo akaenda up na ni Albert akatuacha kwa bahati mbaya. Like so me vile alikuwa naongea hivyo he must be regretting ako like why would I have to to do this. Yeah, because maybe if even the intention was to just to torture Albert, but then maybe killing him ili happen. So mali yuko lazima anasikia vibaya sana. Ndio hapa na followers wengi kwa TikTok. Niliona mpaka niliona mpaka X. So ni jambo ambalo mali huko najua, na pia ni funzo pia naweza sema hivyo kwa. But I think because kwa social media angekuwa rada sana. No, but unajua saizi unaweza kukorada maybe hivyo ku careful, but then kitu kinatokea. Alafu saizi tuko era tofauti. We are in the digital space. Indeed. So hata vai mask nini bado they learn mask you, unaona. Hata unaona sasa hata ule afisa walieka mpaka AI wanakuja na AI the exact copy of you. So hii inaweza kuambia vile saizi digital na teknolojia mali imefika. So kuna hivyo kama ingekuwa ni kitambo tungejua ni nani ambaye alifyatua risasi hiyo, kwa rahisi. Alright. Sawa. Kuna hii story ya Anarchy ambayo nimesikia watu wengi wakiliangazia. Na mpenzi mtazamaji, unahisi kwamba taifa linaweza kufika wakati ambapo tunasema kwamba machafuko yamezidi? That is Anarchy. You know, Anarchy, of course, the disorder or non-recognition of the authority or security system, and in understanding that. Na wakati ambapo tumefikia, inaonekana ni kama machafuko yanaendelea kuzidi na kukiuka. Mara kwa mara tunaangazia kila wakati mambo fulani yanachipuka, yanapoa. Tena unaipa muda kidogo, machafuko fulani yanapoa. Then wewe Agogo umekuwa mchanganuzi wa masuala ya siasa kwa muda sasa. Mahali ambapo ulipo kwa ghasia ambazo zimekuwa zikitukia, do you feel that we're in a position ya Anarchy?
Swali nzuri. Yes, swali unajua unafojiulize nini huchangia nchi kujipata katika ile hali ya anarchy. Yeah, anarchy is the state of lawlessness. Yep. Yeah, so unajua wanasemanga tabia, unaweza kufanya tabia kitu kidogo alafu sasa inakuwa hobby, alafu sasa inakuwa hiyo ndo tendo. So kuna vitu zikitendeka, na unajua tuko na serikali ka Kenya sasa hizi, tuseme Kenya imelindwa na demokrasia na katiba. So inamaanisha kitu jambo lolote kabla ufanye lazima ukue within the hizo vipengee vya katiba. Sasa ukikimbia nje ya katiba, then now unajua sasa sheria inaingilia kati. Yeah, so unapata tuseme nikitangulia nilisema kuwa maandamano si mbaya, waandamanaji si mbaya wakiandamana. Kila mtu ameandamana. Na hata ndo Kenya ifike mahali tumefika. Wale wenye walianza mbele yetu akina James Orengo, akina Baba Raila, akina Katiba, walienda pale, waliandamana, na ile time unajua ilikuwa ngumu sana, hata time ya Nyayo era. Na hata rais wetu wa saizi, hao ndo vijana walikuwa cha mbele kuleta hii mabadiliko ambayo saizi tunakuwa nao saizi. Walikuwa bold, walikuwa courageous, na wakapaswa mpaka saizi. So waandamanaji, shida tu ni vile tuseme kama maybe unapata kaka hiyo kuingia kwenye streets maybe na rungu vitu kama hizo, na pia maybe unapata polisi pia wako nao wenye waandamanaji na wamebeba rungu. Sapo inaleta wasiwasi kidogo. Sasa ikisha kuwa hivyo watazoea, itakuwa wamezoea. Sasa ikisha kuuzoefu inakuwa sasa hakuna mtu mwenye anaweza waambia wafanye hivi na wa stop. So ikisha kuwa hivyo hakuna mtu anaweza kukustopisha, so unajisikua uko juu ya sheria, lakini hakuna mtu ako juu ya sheria. Yeah, so ikisha kuwa hivyo sasa una feel like hakuna mtu anaweza kukurekebisha, hakuna mtu anaweza kuambia kitu yote. Sasa tunajipata kwa hiyo state ya lawlessness, hiyo state of the anarchy. Yeah. Sawa sawa. Ni dakika chache zimesalia tuweze kumaliza awamu ya kwanza, na vile vile pia mpenzi mtazamaji, tunalegendia tu swala la maandamano ambayo bado ni kiini hasa cha kuweza kujua kama tunaenda mbele vizuri au tunapotea, lakini bado pia kuweza kupata suluhu ya kudumu angalau kuhusiana na Wakenya ambao wanajitokeza ulingoni kuweza kupinga masuala fulani na kuweza kuondoa mambo mbaya ambayo yanachipuka hapa nchini Kenya. Hii ni bunge la wenyeji. Agogo, tuweze tukupiga doa kuhusiana na swala ambalo tulikuwa tumeliangazia awali, ya kwamba kuna maafisa ambao wanahusika kwenye vitendo hivi, na kuhusiana na swala la kuiaga dunia kwa Albert Ojwang, kumekuwa na mambo mengi ambayo yameibuka, maafisa wa polisi wameweza kuhusika. Kuna Mukhwana ambaye alijitokeza wazi kusema kwamba mambo kama haya ndio yaliweza kufanyika. Je, unahisi kwamba tukipata wengine kama Mukhwana tutasonga mbele vizuri? Kupata maybe hiyo swali lako, kupata kama wenye ambao wanajitokeza na wanakubali, ama wale ambao wanajua kwamba mambo fulani yalifanyika na mambo haya ambayo yalifanyika sio mambo nzuri, hivyo basi public yote inapaswa kujua kwamba hivi ndivyo ilifanyika. Hii yote ambayo wanasema ni mambo tu tofauti. Kwa kweli mimi ningeuliza swali, mbona hata kwanza tufike pale, mbona tujikute pale, mbona tufikie level ya maybe kutoa mtu maisha ndo sasa baadaye sasa useme mimi nilifanya hivi na hivi. So like before hatufai kufika pale. Yeah, many times tunasema let's prevent. Prevention is better than hiyo cure. So if lakini angalau alisaidia sana. Yes, alisaidia na kuja hapo. So ile tunajaribu kusema kama kunaweza kuwa na a way yenye polisi wasitumie force kuwe service to wananchi. That police service ikuwe ibaki sile ya katiba ya kitambo ya police force, sasa ni police service. So kukisha kuwa hivyo, alafu tujaribu if possible polisi wetu pia wanaweza sensitiziwa. That sensitization should be there. Though at least sasa kusikue na hiyo, wajue jinsi ya kujaribu kufanya nini, protect waandamanaji. Na pia waandamanaji pia unajua kuna vile ukikuja pale ukienda kuandamana, unajua polisi pia
pia yeye ni binadamu, unaona. Sasa kuna ile level ikishafika pia atakuwa na hiyo hasira. Tukirejea tutazungumzia kuhusu afisa Lagat na IG Kanja, na pia tutaweza kuzungumzia nguvu za ambazo maafisa wanazo kuhusiana na kuweza kutekeleza jitihada zao ama juhudi zao kuweza kuhakikisha kwamba tuko na usalama. Lakini pia mpenzi mtazamaji, kuna swala ambalo alikuwa jaji mkuu Maraga anahusika kwa mambo kama haya yote, kuweza ku make sure that we have the prosecution and of course we have justice at hand, na of course mbele inakaa namna gani. Usiende mbali, hii ni bunge la wenyeji. Tena awamu ya kwanza imekamilika na sasa tunaganda awamu ya pili kuangazia mambo na machafuko ya hapa nchini Kenya kuhusiana na maandamano ambayo yamekuwa kitukia kwa muda sasa. Leo hii ambapo tukiangazia mambo kama haya, kuna baadhi ya wenyeji ambao wanahisi kwamba ghasia hizi si bora, na kuna wale ambao wanasema kwamba huenda Gen Z wanapaswa kuweza kutuliza boli kuhusiana na mambo ambayo yanachipuka nchini Kenya. Ukiangalia taswira halisi, taswira kamili ya mambo ambayo yanachipuka, unahisi kwamba Kenya inaweza kufika kwa position ya anarchy au machafuko. Basi tukiendelea na swala kama hili, kuna taswira ya mkono ambao tulikuwa tunaiangazia, na pia kuna hii story ya DIG Lagat na pia IG Kanja ambao wanaibuka kwa kuweza kuleta msimamo dhabiti kulingana na maafisa wa polisi. Kuhusiana na swala hili, unahisi kwamba Kanja na DIG Lagat ndio wanapaswa kwa kiini cha machafuko ambayo yametokea sasa hivi? Unajua mara nyingi sasa ukiangalia vizuri, unajua kabla mtu ashikwe lazima kesi ilikuwa imeanza mahali ya juu, kulikuwa na pia DCI pili ilikuwa involved, walikuwa mentioned ya, alafu ule mkubwa wa DCI pala kaenda Bwana Amin akakuja akajitetea, akaongea pia pale mbele ya seneti ya, alafu mkubwa pia wa polisi Bwana Kanja pia akakuja vile akatoa maoni yake. Yeah, so unapata kila mtu alikuwa na role yake mpaka at some point mtu akaacha. Sasa DCI kufanya role yao ikafika hapo, wakaachia polisi. Sasa ikabaki ni kama polisi ndio walibaki kwa hii mambo yote. Yeah, and unajua kabla tulaumu hata huyu nani Muhwana, unajua tunafaa tujiulize instructions zilitokea wapi? Unajua kabla wanasemanga kuna honga na vitu tatu. Lazima kuna mtu aliplan, lazima kuna the brain behind it. Yeah, and why was that supposed to be done, executed? So kabla hata waanze kurushia mawe, waanze kulaumu, lazima ujiulize who are the brain behind all this. So unafikiria kuna mtu ambaye alikuwa behind DIG? Yes, but sasa unajua pia kwa mtu alikuwa behind him juu sasa DIG mwenyewe alisema yeye ndo alikuwa the main, like yeye ndo alikuwa mtu mwenye alipostiwa pale na ule blogger. Yeah, so that's why unapata DIG hawezi sema kuna mtu behind it, na yeye ndo mwenyewe alisema alikuwa posted or maybe just Kenya alipostiwa. Na mpaka saa hizi bado tunajaribu kutafuta hiyo post pale social media, tunajaribu kupata hiyo post ilikuwa post gani, na hatujaipata. Lakini kuhusiana na mambo ambayo yanachipuka sini kwamba the post of course ilikuwa na something to do with Lagat's cases, of course, you know, of corruption. Yeah, true. Yeah. So because lazima kukuwe na hizo allegations, lazima kuwe na mali ilianzia na mali kafika. Ilikuwa tu allegation moja ama zilikuwa ngapi? Na kama hizo zote, so pia kama polisi pia ama tu yeyote tu mwenye ambaye kwa hizi viti za maybe kama ni kiongozi, viongozi. Jana nilisikia vile ambao nani aliongea Mili Mabona pale bunge. Wanasiasa wanatajwa majina hata kani rais, lakini lazima kuwe na way ya lazima kuwe na shock absorber. Once ushakuwa public figure, lazima kuwe na the shock absorbers to absorb so that usilipuke tu na juu hiyo. Ukianza hivyo unaweza angamiza kila mtu. Yeah, unaweza angamiza kila mtu. Yeah, so
kabla matendo haya yote yatendeke lazima kungekuwa na the brains behind it. Yeah. All right, brains behind it, and of course tutakuja kujua historia kwa brains behind it. Ni nani anafanya watu wanashinda wakiandamana kila wakati. And of course now kulikuwa pia na taswira wakati ambapo walikuwa wanaandamana, hawakuwa wanataka DIG a step aside. Walikuwa wanahitaji kwamba there is a need for prosecution unto this matter. Not even stepping aside, ilikuwa like the public wananchi walikuwa wanataka toke. Sasa unajua ku step aside pia unajua temporarily tu. Yep. So inamaanisha you step aside as investigation, machunguzi yakiendelea, then baadaye wanasema ni kweli ulifanya ama ni kweli haikuwa wewe. Then just after hapo tena ukistep aside unarudi tu kwa ile nini yako, kwa ofisi yako. Na hiyo ndo wananchi walikuwa wanajaribu kuzuilia. Alright. Na vile vile pia kwa msimamo wako unahisi kwamba yeye anapaswa kuweza resign, kutoka, ama tu wacha mambo ipoe alafu atarudi kazini? Unajua mara nyingi kuna sheria kabla. Unajua mimi kama wananchi naweza sema kitu juu ya ile hasira, ile emotions, so na sijajiuliza kwanza sheria ni gani ya kufanya kitu itendeke, ama maybe ule DIG atoke. Yeah, so the first thing after you, of course, pressure nini wananchi kufoka, alikubali akafanya nini, akastep aside. Yeah, then sasa after kustep, which is a good move. So after hapo kalipatikana alikuwa na hatia, anafanya, anajua, ana resign. Lakini huwezi tu sema resign na baada hata uchunguzi bado haijaendelea. Lakini at least as we speak ali step aside, which I would say is a good, at least alisikiza wananchi na ile malalamizi ya wananchi na hata pia ya wazazi wa Albert. Yeah, so hiyo ku step aside after hapo, then now tukisha uchunguzi kishaendelea patikana ilikuwa hivyo. Then now resignation is next, so maybe mwenye atachukua kwake ataendelea na kazi yake. Fikra yako ni ipi kuhusiana na taswira ya Inspector General wa polisi Kanja? Kanja unajua pia yeye kama IG ako pale kulinda hiyo ofisi yake na kulinda kazi yake, so ndio maana lazima aongee vile alikuwa anaongea, na hata vile unaona hata mkubwa nani Bwana Amin pia alikuwa anaongea ku protect hiyo like hiyo the face. Ni kama tusemeka presidency lazima protect the face of the presidency. So yeye akiongea hivyo unajua yeye alikuwa anaongea kama mkubwa ya polisi, na kama kuna shida wacha sheria ifuate. Jua mambo yote unajua tutaongea, lakini bado itarudi tu bado kwa sheria. Yeah, so yeye kuongea hivyo unajua alikuwa anaongea kama mkubwa wa polisi na pia kuprotect hiyo face ya polisi. Kabisa. Yeah. Alright. Ninafikiri kwamba kuna siku ambayo utaleta wenyeji hapa sasa waweze kuangazia mbele ya bunge hili, na vile vile pia kuweza kusema nasi, kupata nafasi ya kuuliza maswali, na vile vile itakuwa rahisi sana. Vile vile pia kuna kanda ambazo tutacheza kuhusiana na maandamano yaliyoweza kufanyika, na pia kuweza kujua angalau taswira kamili ya maandamano haya. Vile vile mpenzi mtazamaji, kumeibuka masuala ambayo yamekuwa yakiangaziwa, na the reason why nashinda nikisema masuala ni because these are opinions za wenyeji, na they need to be taken care of in the good way, ndipo watakapo maandamana hatutarudi the same place. It means tutaandamana na bado tupate suluhu ya kudumu kando na haya ambayo yamekuwa yakifanyika. Mwaka uliopita tuliweza kushuhudia miili ambazo zilikuwa zimetupwa kwa sehemu fulani, ilikuwa Rivayala, sivyo? Na vile vile pia kuja na masuala ya kutekwa nyara, na vile vile pia kawa na mauaji ya hawa Gen Z na vijana vile vile. Lakini kipindi kama hiki tulikuwa watu waliandamana, tukasema tuacha kuua wa Kenya, na vile vile pia tukakuja tukasema kwamba kwenye maandamano haya ambayo yamepita tukasema kwamba bado tuache kuua. It means that tunaelekea moja kwa moja kwa uchaguzi wa mwaka 2027, na mambo kama haya yakuwe ni yamezikwa kwenye kaburi la sahau, sivyo? Lakini hilo ndilo swala ambalo tutakuwa tukiliangazia mwisho wa jarida hili la bunge la wenyeji. Hebu sasa tumzungumzie Jaji Maraga, ambaye pia anaibua hisia zake kuhusiana na vile yeye anafikiria kuhusiana na jinsi rapcha hizi zinatokea. Kwa msimamo wako, unahisi kwamba Jaji Maraga ni wakati bora yeye kuhusika kwa developments za hizi stories za Albert Ojwang na pia story ya maandamano?
Swali nzuri. Jaji Maraga tukiangalia historia ni jaji ambayo si mtu anapenda kabla afanye tendo lolote lazima azingatie sheria, zile kipengele za sheria, kwa sababu mara ya kwanza yeye ni jaji mkuu, amekuwa jaji mkuu na pia ameserve kama jaji kwenye sheria letu, unaona, judicial system. So na Jaji Maraga ile decision ambayo alimake 2017 aki-annul the presidential result, akisema kuwa ikifanyika kwenye njia mzuri, ilimweka sana juu kwenye map, na pia iliweka pia Kenya juu sana, Afrika, si East Africa, Afrika nzima, na hata kwenye dunia. So juu ya Jaji Maraga ni ile move yenye alifanya, ikuwa rais, ikuwa ya kila mtu. We all know that our system are corrupt. Kuna ile ufisadi. Sasa leaders wetu, viongozi wetu mara nyingi, ama systems kama hiyo judicial system, police system, most of this system kuna ile akili ya wananchi kuwa imekuwa corrupted. So kukujaka mtu kama huyo jaji na kufanya kupindua matokeo ya rais si jambo la kawaida. So mtu kama yule, huyo ndo yeye. So huyo ndo yeye kama judge, na si yeye pekee yake. Ukiangalia aliyekuwa jaji kabla sasa ya Maraga, daktari anaitwa nani, Mutunga pia amekuwa na hiyo ile hamu ya kutetea wananchi, kuja kwenye streets. Mara nyingi tumemwona Mutunga akiwa kwenye streets, na I think that is one of kuna ile characteristics ile ya judge, naweza sema ya activism in him, being agitating na kuongea yale ambayo akisikia mambo hajafanyika vizuri atatoka nje na kataze wananchi, hata mara nyingi hata kani rais. So Jaji Maraga yuko sawa, na just like any other Kenyan, na not an ordinary Kenyan, naweza sema yule mwananchi wa kawaida, ako na haki. And of course as a key stakeholder, mtu kama yule unajua akisema kitu ina shape sana the opinion and vile wananchi wanafikiria na vile mambo yanafaa yatendeke. So Jaji Maraga kusawa na azidi kuendelea hivyo. Alright. Lakini si bado kuna majaji ambao pia wanashikilia nafasi hiyo, ikiwemo Jaji Martha Koome. Unahisi kama pia anapaswa kutafuta sauti yake kwenye mchipuko huu? Unajua sasa hizi mtu kama Jaji Maraga anaifanya kisiasa, naweza sema hivyo. Juu hata kuna ile wakati ambao walisema anataka kuvai na Gen Z wakasema yeye ndiye atakuwa candidate wao. Na unajua bado ni mambo imetulia tu, bado hatujajua inaendelea wapi, na bado elections bado, maybe before next election atakuja na aseme atavai. So nani lazima kuwe cautious na for the sitting Chief Justice, Jaji mkuu Bi Martha Koome, lazima kuwe mwangalifu sana juu bado amekaa pale, so asijitokeze na tena apatikane. Unajua hiyo kiti chake ni kiti ile ambayo iko so sensitive. So anaweza jitokeza nje aseme kitu na ina interpreted vibaya, na waseme amelalia pande moja. So that's why as a sitting judge lazima tu afanye kazi yake, atulie tu kwanza, afanye tu jaji yake kama Chief Justice, na kishamaliza then nao pia ataungana na wengine. Alright. Na nafikiri kwa maelezo zaidi ya michipuko hii ya maandamano, sasa tuweze kukosoa mambo ambayo yamekuwa yakiibuka. Tumeona kumekuwa na maandamano, tumeona kumekuwa na ghasia, kumekuwa na maafisa ambao pia wameteleza kidogo, kumekuwa na baadhi ya vijana ambao wamejiingiza kwa masuala kama haya, lakini kuirekebisha taifa, kuirekebisha serikali, kutatua mambo fulani ambayo yanachipuka, wewe unahisi kana kwamba maandamano ni njia bora ya kuweza kutatua mambo kama haya? Na iwapo si maandamano, tungepata suluhu nyingine ya kuweza kusaidia mambo kama haya yasiweze kuchipuka? Maandamano protesting si mbaya, kwenda kwenye streets kuprotest si mbaya, lakini ni vile tunafanya ndo inaweza kama mimi naweza kasirisha wale maafisa wa polisi na hata serikali. But unajua maandamano pia, waandamanaji saa zingine
ukiwawacha pia sana vile unaona vile nilikuwa nasema kani polisi kuna yale maofisi ama zile areas tunasema zile zimekuwa guarded or maybe that are out of bound. But then sasa unapata ile access ikiwa nyingi, sasa polisi wanalazimishiwa kutumia nguvu. But then protesting, kuandamana si mbaya na ni iko kwa kwenye katiba na bado tutaandamana. Ni ile tu sasa polisi watulinde, nchi serikali pia ilinde waandamanaji. Lakini waandamanaji lazima kuwe na proper structure, maybe strategy ya kuprotest, isikuwe ya vurugu, isikuwe ya kuharibu. I think ni ile perception ya kwamba tukiandamana lazima polisi wakuepo. Yes, polisi sasa ndo kazi yake, lazima tu akue. Unajua saizi kukiandamana kwanza CBD city lazima tukue hasi, lazima tukue tear gas. Some people are saying that that's the taste of protest. Yeah, there are some, kwanza usipoona hiyo tear gas, kama hakuna tear gas hiyo sio maandamano. Wanafeel hiyo tear gas. Na unajua hiyo tear gas ikishapigwa moja, sasa mambo inaharibika. Unapata tear gas moja sasa ikishapigwa hiyo, sasa unapata sasa wanapewa na kujengea force and their numbers. So inakani kama ile mchezo ya paka na panya. Mwingine anaenda anajificha, mwingine anajificha. So inakuwa hivyo, but in the end of the day people get harmed ama maybe injuries zinatokea. But those protesting it is even in our constitution and under the sovereignty of power, article 1, wananchi wako na ile huru ya kujiongelesha just the right way. Na viongozi pia unajua hatuwezi kuwa si wote tunapiga kelele tunaandamana. Lazima kuwe na proper way, ndio sasa hata kama ni ule kiongozi mwenye ambaye anafasikie atasikia. Nimeona ule PS wa internal security bwana Raymond Omolo anajaribu sana kuleta yale tunasema the police reform structures, and I think for him I would say he's really doing a great job. So nile tu ku strengthen those reforms na kusensitize. I think the police need in the police reform system there is a lot of sensitization that needs to take place. Jinsi ya attend to to waandamanaji, kujua waandamanaji wahalifu wenye si wahalifu. Jupo pale hapo tutajuaje? Hapo hapo ndo shida kizungumkuti, hapo ndo shida iko. Juu mara nyingi wakati maandamano ikianza, first maandamano inakuwa tu genuine maandamano. If you're keen, and that is how me study. After hapo baadaye sasa maandamano ya tatu ya pili, sasa pia kila mtu pia anajipanga. Na hapo ndo unasikia bwana gunship nini, wezi watu kuibiwa. Sasa si maandamano tena. Lakini maandamano ya kwanza inakuwa so peaceful. Hata mara nyingi utapata most maandamano ya kwanza utapata hakunaga mtu anauawa. Utasikia tu maybe watu tu tear gas ndo zilitumika mara nyingi. So unajua pia state pia wako na intelligence. So intelligence ikishafika pale maybe wanapanga hivi, so then pia itabidi sasa pia wamejipanga na after hapo ndo sasa wanatumia hiyo wanatumia force. Na ndio maana nilikuwa nasema hata waandamanaji ukienda pale kuprotest, uende kuprotest genuinely, usiende na nia nyingine ama njia nyingine. So unafikiria kwamba watu maduka ambayo yameharibika, gari ambazo zimechomwa sio waandamanaji ambao ni au si protesters, real protesters. Hao wanatoka nyumbani na their own intentions, and you see now that is now the police also comes in. So inafanya nafikiria kwamba baadhi ya wale goons ambao wamekuwa hired kuweza kuharibu maandamano, wakati mwingine si maandamano peke yake. Kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao wamewapatia kazi ili waweze kuharibu duka lake. Siwezi sema hivyo. Juu pia unajua mtu akishatoka pale amefika pale, yeye sasa juu nilikwambia shida ni njaa. Mtu atafanya hivyo juu ya njaa, juu ya kutaka. Basi sasa unajua sana naifanya vibaya, kuvunja duka ya mtu, kupiga. Kulikuwa na video ya mzee hapo karibu na GPO opposite this side ya Shell. Mzee yeye alikuwa anatembea hivi akapita. Sasa unajua ile ilikuwa mbaya, hata kama ni baba mtu. Hiyo si kuandamana. Na ukienda pale mbona upige huyo mzee umnyang'anye. Naona hiyo sasa inaleta picha mbaya kabisa. Inaleta picha mbaya, na hata kani kiongozi mwenyewe hata seme kali tumana hizi furahia kitendo kama hilo kutokea. Utaambia no, hapana. Ukienda pale kama ni mama hata kani mzee don't nini. Sasa unajua ikifanyika hivyo na maybe polisi yako karibu ama maybe wa planes, unajua hata fiatu watu nini, tafiatu watu hivyo kabisa. Kuna baadhi ya watu ambao wameandamana
lakini bado inafurahisha, maanake Kenya tuko wengi. Kuna wale ambao wanaandamana na bado kuna wengi sana ambao wataendelea na shughuli zao ama watasalia nyumbani. Tuache ukabila, juu unajua ukabila ni inatuharibia. So unapata mtu akifanya kitu anataka ku maybe kani kiongozi fulani amefanya makosa, akishajua ni kabila fulani anarudi chini anasema after all huyo si wetu. Hiyo ndo kenye naturudisha nyuma ukabila. Na hata nilikuwa naongea leo na rafiki yangu kijana tu pia, kambia shida yetu ni hiyo. Sasa tunaza angalia ukabila juu sisi kama vijana si hatujui ukabila. Lakini sasa unapata saa zile sasa tunarudi sasa kupiga kura, trust me, tukikosa kuangalia ukabila tutavote vizuri, lakini tukiendelea pale na emotions na ukabila, shida zetu hazitawahi solviwa kama wa Kenya kabisa. Agogo, tunakaribia uchaguzi wa 2027 na vipindi kama hivi vipaswi kushuhudiwa wakati ambapo tunakaribia siasa. Niliona kuna mmoja kati ya wabuni wa siasa anasema kwamba at least general election ni kama 2026. Juu wenyewe ikifika tukingoja hadi 2027 mambo ni kama itakuwa mbaya sana. Tukiangalia uchaguzi wa mwaka 2007, hali ya ghasia za kuharibu na kumachafuko ya uchaguzi mkuu hazipaswi kushuhudiwa wakati ambapo tunakaribia sana uchaguzi huu ambao kila mmoja ameutarajia. Ni namna gani ambapo tunaweza fanya kukuwa na peaceful elections, na vile vile pia tukiangalia swala la mbele inakaa namna gani? Yes, tumeangazia haya yote, lakini Kenya halisi future yake inakaa namna gani? Na kama future yake inakaa mbaya, je, tutaitengeneza namna gani kuweza kujirudi katika hali ya ukamilifu? 2027 ndo tukuwe na amani. Unajua unaanza kutabiri mambo vile kuko kwa sasa, na unajaribu kuangalia vile kunaendelea. Na shida yenye kwa Kenya saizi ni ukosefu wa ajira kwa vijana. Hata saizi unaona watu saizi wana kelele, pressure nini, ni vijana. So vijana vile rais anaweza sema juu yeye ndio sasa kama baba yetu kwa like Kenya, yeye ndio is the head of state. Kana anaweza sikiza just coming up na like ways ya ku just a sustainable. Ndio pia ways saidia like yote because population is big, but just a sustainable way ya ku maintain nini ya vijana. Kitambo tukongana hiyo kazi ya vijana nini vitu hizo. So kunaweza kuwa na way ya kuwa like ku contain vijana na kuwasikiza, or maybe just showing that there are some kuna ile dalili ya vitu kuwa mzuri. Unajua si lazima ufanye, but just dalili signs za vitu kuwa mzuri tawatuliza. Alafu unaona pia vijana wako na hasira, so and then they are so radical. See, as a youth, rais wetu alikuwa kijana and we were so radical at some point. So unapata kitu kidogo kama vijana saizi mambo na wameenda protest hivyo kidogo, kijana ameuawa, mambo kama hayo inazidi kwa provoke kabisa. So kama rais anaweza angalia mambo kama hayo, na vijana waache kufikiria along their tribal lines, they just think as youth. Then now 2027 will be peaceful kabisa. Agogo, sasa nataka uweze kuangalia kamera yako na vile vile pia uweze sasa kutupatia your thought of concern. Tumemaliza awamu ya bunge la wenyeji, kwa hivyo tumesalia dakika 2 tuweze kukata kabisa. Kauli yako tu ya mwisho kuhusiana na michipuko hii yote ya maandamano, serikali, maafisa wa polisi. Kwa hivyo the voice of reason from you, Agogo Mkari. Thank you so much. So I'd say that as youth, as young Kenyans, we just need to, as we picket, as we protest, we need to protest, responsibly and just protest objectively. As a police service, they should remember that it's a police service and not a police force. So anytime they are going to protect the protesters in the streets, they need to protect them. Using that aspect of police service. To our country, Kenya, and of course the head of state, I trust and believe that he would be able to listen to the cry of the common mwananchi, so that we can all able to manage the situation that we are in, and just to ensure that we have a peaceful
2027 elections. Yes. All right. Yeah, so that's my take. All right. Yeah. Thank you so much for your humble take. Na tunashukuru sana kuweza kutenga muda wako ili tuweze kuangazia haya. Nafikiri kwamba yes, kuna mengi ambayo ya kuangaziwa, lakini kufikia hapo tumeangazia kadri ya yale ambayo tulikuwa tumeelewana, sivyo? Vile vile mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kutazama. Tunahitaji Kenya Bora, na Kenya Bora inaanza na mimi na wewe ili tuweze kulainisha anga zote za serikali na taifa la Kenya. Tupatane wiki ijayo tukiangazia mambo mengine ambayo yanakufaa wewe mwenyeji, na vile vile pia bila shaka tunawaomba muendelee kutazama maonyesho ya bunge la wenyeji, manake hii ndiyo sauti ya mwananchi. Asante sana wale wote ambao wameweza kutimiza awamu hii ya bunge la wenyeji siku ya leo tarehe 18. Tupatane wiki ijayo tukisema na Wakenya wengine, tupate uhalisia wa mambo jinsi yanavyochipuka. Asante sana mwelekezi mkuu King Dante Max, asante sana mwelekezi msaidizi Sera, na vile vile pia asante sana Newton na wapiga picha wengine wote kwa kuweza kuhakikisha kwamba haya yote yanachukuliwa kwa njia ile bora. Asante sana Hamida kwa sababu ya kuweza kutujulia hali kwa msimamo ulio bora. Jina langu ni Moses Okech na hii ni bunge la wenyeji.